Juma Saidi Rashid ni mfanyakazi katika jumuiya ya Zayadesa, kama ni community outreach workers, ni waelimishaji wa jamii. Lengo na mazumuni, leo tumekuja katika chuo hichi cha habari hapa Kilimani kwa ajili ya kueleza jamii na pamoja na wanachuo kwa ujumla juu ya masuala mazima yanayohusiana na kujilinda na magonjwa ya maambukizi ya virusi vya ukimwi, pia na afya ya uzazi kwa vijana, kwa sababu lengo kuu, wao ndo vijana na wao ndo walengwa wa masuala yote haya. Kwa hiyo wanaguswa katika kila sekta. Kwa hiyo uko umuhimu mkubwa wa kuipa elimu jamii yetu pamoja na wanafunzi wetu, lengo hasa kupata taaluma na kuweza kujua vipi wataweza kuishi salama. Lengo kuweza kujifahamu na kujitambua kwamba wao ndo walengwa wa mambo yote haya yanayokabili. Wao ndo walengwa wa virusi vya ukimwi, wao ndo walengwa wa kupata mimba zisizotarajiwa. Na wakikosa elimu juu ya vitu hivi, kuna hatari kubwa sana ya wao kuja kuwa miongoni mwa watu au wimbi kubwa la watu tutakaowapoteza katika wakati huu. Ndio maana tunatembelea hivi vyuo, lengo la mazumuni wapate elimu na taaluma, waweze kujua vipi wataishi salama. Kitu kizuri cha kwanza ninachotaka kuwaambia wanafunzi, kwa sababu wanafunzi nao wanapitia changamoto nyingi wanapokuwa vyuoni. Kuna vitu vinavyoweza kuwashawishi, wanaweza kuwashawishika kwa mambo mengi wakikoko chuoni na nje ya chuo. Kwa hiyo wanafunzi, ndio maana tunasema tuwapatie hii taaluma, kwa sababu hii taaluma tutakayowapa, kuna vitu hawawezi kujiepusha navyo, kwa sababu ndio vimo ndani ya jamii. Jamii ina ushawishi mkubwa, lakini mwanafunzi akisha kuwa na taaluma yeye mwenyewe, anaweza sasa kujikinga na kila kitu akakifanya kwa kujua, kwa usahihi kabisa, kwa sababu tayari anayo taaluma. Akikosa hii taaluma, ndo hatari. Mtu huyu anaweza akajikuta ameingia katika vishawishi, na kwenye vishawishi akapata maambukizi ya virusi vya ukimwi, akapata mimba zisizotarajiwa, magonjwa ya kujamiana. Hivi vitu vyote vinamzunguka yeye kwa kutokana na umri wake alionao, kwa sababu ndo yuko katika kipindi kile cha vitu vingi katika mwili vinamshawishi yeye kuvijaribu. Kwa hiyo katika huu muda wa kutaka kuvijaribu, kimpatia taaluma mapema, basi unakuta hata anapotaka kwenda, anakwenda kwa kuwa anakwenda kiusahihi, anafahamu kila kitu. Kitu kikubwa nacho tunachopenda kukishauri katika familia zetu na wazazi wetu, wapende kukaa karibu na wanafunzi wao au na watoto wao, kwa sababu watoto nao wana mchango mkubwa wa kuweza kuelimika, lakini wakiungishikwa mkono na familia. Familia nayo inapopata taaluma, ikipata taaluma familia nayo inakuwa ina mchango mkubwa kwa wao wanafunzi. Kwa hiyo wazee wajitahidi sasa hivi walete mabadiliko mengine, wawe karibu na watoto wao kwa kuwasikiliza, kwa maana unapomsikiliza mtoto unampa uhuru wa kuwa huru yeye, wa kuweza kueleza zile changamoto ambazo anakabiliana nazo, na wewe mzazi kama ni mzazi ukajua vipi unaweza kumsaidia katika kuzitatua hizo changamoto. Khadija Bakari Salum ni mshauri nasaha katika kituo cha afya cha State University of Zanzibar SUZA. Tumekuja hapa kwa lengo na madhumuni ya kutoa elimu ya afya ya kujamiana, elimu ya afya ya uzazi, elimu ya ukimwi, pamoja elimu ya ushauri nasaha pamoja na upimaji wa VVU, madhara ya maradhi ya kujamiana kwa vijana, madhara ya madawa ya kulevya. Tumekuja kutoa elimu kwa upande wote, kwa sababu tunajua kwamba hawa tayari washafikia umri wa miaka 18, na umri wa miaka 18 mara nyingi inakuwa ndio sexual activity inakuwa inaanza, na hapa ni chuoni. Changamoto ni nyingi kwa sababu watu wamekutana, wanatoka sehemu tofauti, tabia tofauti, malezi tofauti. Kwa hiyo lazima tuje hapa kwa wanafunzi ili tuweze kuwakumbusha kitu gani ambacho kimewaleta hapa uweze kufanikiwa. Maanake kama nje hapo watapokwenda na vingine wakakutana na mambo hayo mengine walikuwa sitofahamu, wanaweza kukatisha masomo yao au wanaweza kupata mambo ambayo hawajatarajia, mfano maambukizi ya virusi. Zahra Sabri Mohamed, natokea kituo cha Zayadesa. Leo tumebahatika kuja kituo cha uandishi wa habari SUZA kuja kutoa elimu ya ushauri nasaha, elimu ya virusi vya ukimwi, lakini pia kuna zoezi la upimaji linaendelea. Ushauri wangu kwa vijana wenzangu, tuendelee kulinda afya zetu, kwani leo tumebahatika kuwapa elimu vijana wengi, wanafunzi wengi wa hapa chuo hichi. Pia wanafunzi wengi wamejitokeza katika kupima virusi vya ukimwi. Kwa hiyo ushauri wangu kwa vijana wenzangu, tuendelee kujilinda. Elimu waliopatia leo basi waendelee kushikilia na kujilinda wakati wote, kwani maradhi haya yapo na watu wengi wanayo, lakini
huwezi ukamjua mtu kwa kumuona. Naitwa Ismail Ali Hamza, natokea kampasi ya Suza Kilimani. Leo tumepata wageni waliotutembelea na kutupa mafunzo kuhusiana na mambo mbalimbali, lakini mambo hayo yakiwemo kujua virusi vya ukimwi na kujua mambo mengi sana. Lakini katika virusi vya ukimwi tumejua faida, tumejua na hasara, kwamba mule ndani ya virusi vya ukimwi, mule ndani ya hivyo virusi vya ukimwi kuna mambo ambayo yanaweza kuepusha yakamfanya mtu ambaye aliyopata virusi vya ukimwi tukaweza kuishi naye, na mtu ambaye aliyokuwa hajapata virusi vya ukimwi lakini anaishi na mtu mwenye virusi vya ukimwi pia tukaweza kuishi naye. Tumepata faida nyingi sana katika somo hili la mada ya ukimwi. Tumejifunza mengi, tumejifunza jinsi gani tutajikinga na ukimwi, jinsi gani tutajikinga na ukimwi, jinsi gani tutaelimisha na wenzetu katika juu ya swala la kujikinga na ukimwi. Moja ya faida ambazo tulopata ni matumizi mazuri ya dawa, mazuri ya dawa ile za ukimwi na nini. Mtu mwenye ukimwi yani anaweza kukaa muda mrefu kwamba asijijue kama ni ukimwi, lakini kupitia yani kwenda sehemu zile za afya, kwenda kufanywa matibabu, yani uchunguzi, ndio atajijua kwamba ana matatizo yale ya ukimwi, na jinsi ya kujikinga pia utazipata huko, yani faida za nini ya kujikinga, za kutumia dawa na nini kama hivyo. Nashukuru Zaadesa kwa kuja kutupa elimu ya kujitambua kuhusu mambo ya ukimwi, afya ya uzazi, jinsi ya kujikinga na virusi vya ukimwi, jinsi ya kujikinga na maradhi ya kuambukiza. Siwe leo ndo mwisho, waendelee kutupa elimu kwa sababu tunatakiwa kukumbushwa kila baada ya kipindi, tunatakiwa kujitambua kila baada ya muda. Tunawashukuru sana Zaadesa kwa kutupatia elimu ya ukimwi na afya ya uzazi. Na washauri vijana wenzangu au wasichana wenzangu, changamoto tunazozipitia mitaani isiwe ni sababu ya kutofikia malengo yetu.